hivyo siku ya leo hadi kama kuna msichana tunamtoa kwa msichana na hata tunamrudisha mahali hii. hapa. Tunamrudisha mahali hii. Tunamrudisha mahali hapa nipate. Tunamrudisha hapa. Tunamrudisha hapa nipate. Sitaki kielele. Kwanza wewe. Smile tu hapo. Sawa. Wewe unajua sasa una smile hapo, tukienda hapo utaanza kuongea mambo zingine sijui za Ama sasa hata vile tumesikia kitu alikuwa anasema. Nataka kuona picha huyo bwana wewe. Ndio kama ni mhandi. Yaani mimi nakuomba unyamaze uache kelele bado unarudi kwa mambo zingine. Sasa hiyo wewe unatuangusha. Wewe kwani uko na yeye wewe? Nilikuwa na yeye. Kusema sikuwa nimetoka vizuri. Sikuwa ninaona. Saa hii sikuwa najua kama ni bwana watu wawili. Watu wawili kutoka huko tu. Sasa Mungu anataka watu wawili. Wewe unataka wewe ukwame tu wewe huko ngojee mpaka Mungu atakuletea mtu wako. Wewe unataka kwenda kuona huko. Ndio kwa sababu mimi wewe unajua hivyo ndio vishika atakuja hapo. Kwani utatafuta kazi. Utatafuta kazi yenye itafanya tusifikie hapo. hiyo basi kumbusho. Sasa kama ni mwandi. Si Mr. hiyo mambo ya mwandi na Mr. atakubeba. Ngoja ni mzuri. Yaani mtu mbaya. Na sisi ni watu wazuri anajua hiyo. Tunaenda maombi. Na ndio maana Adua ni mzuri. Aza kuita ameita Sean. Lakini tukienda anaita Sean. Ameita Sean. Mbona unaenda? Sisi nataka kumpeleka. Kwa hivyo unataka kupeleka mbaya wako. Mimi nijaribu kujikava jana. Na sasa nikuulize, wewe ulikuwa unafanya vitu zinakaa aje? Ni sawa lakini tukienda kupinga maombi hapo atatutambua, si ndio? Atatunjua. Sasa wewe hata kama ameniita mimi nimwambia twende kwa sababu siwezi enda kwa mwanamke peke yangu. Heri nibebe wanawake wengine. Ndio kama kitu inanipata. Ndio nyinyi mko hapo kama witness. Unapata? Unapata hiyo bwana yake huko. Nilikuwa na yeye huko hata mimi. Staki hiyo maneno. Tunamuuliza swali gani? Akienda apata hiyo bwana yake ako huko. Sio kama alikuja kama atakuja. Ukiona mpata tafadhali. Na ukienda sasa hivi upate utafanya nini? Mimi nitamuuliza maswali. Juu kitu ya kwanza hata atataka. Yaani juu kwanza mimi nitamuuliza maswali. Mbona ulinidanganya? Ulinidanganya huyu ni nani? Tuanze hapo. Zile feelings hazitarudi. Hata na yeye. Ukifika tu utaona mtu atakufanya. Sasa wewe umesema tuende utakuwa na. Na wewe umesema ukiona picha yake wewe. Sasa mimi nakwambia hivyo. Mimi kiona mzuri nakuta na yeye. Sasa unapita na yeye kama ni vishika. Kama ni vishika, utapita. Sasa tunakopa. Umeokoka, wache kutumia jina ya Yesu vibaya. Wache kutumia jina ya wokovu. Jina ya wokovu vibaya. Kwa Mungu fai kupata mtu. Sasa ndio yetu kweli. Mtu wa wenyewe. Akitaka kujenga sasa tutafanya. Alikataa wapi? Wewe sasa unafaa uingie kwa maombi. Hata nakupeleka kwao. Anakupeleka hadi kwao. Mimi hapo nipeleka kwao. Nilimpeleka peke. Wewe ndio unipeleka kwao. Kweli. Sasa wewe unataka kupeleke kwao. Sasa wewe unataka katoto kama kale. Mimi nashangaa. Katoto nao ni kasmart tukatai, lakini sasa si wewe nakuambia kitu nzuri ni wewe tulia. Mtoto smart na utapenda ukipata kwa dhani. Kwa dhani. Unataka kupata kwa dhani. Huwezi pata kijana mwandi sana akioa. Utapata. Sasa wewe tena unasema ndio tulishatoka pale. Ungejua kazi yenye ulitupea wewe. Na wewe. Acha nikuwe hivyo bwana. Kama usikii wewe unajisikia vipi unaongea hapo? Anasema kama naweza pata kijana mhani sana. Namwambia kama wewe ni mhani sana unapita na yeye. Sasa kama nitakuona si huyu ndoto bado yeye mhani sana basi. Sasa ule ndoto ni mhani sana. Wewe unajua vitu wewe kitani nafasi. Endelea. Wewe unajua kitu nitafanya, nitatoa pingo nikufunge na nikuweke jela sasa. Ukiendelea na hizi maneno zako. Hata kitu kwa Mungu, ukiko kwa Mungu fai kupata mtu. Neno ndio kweli. Huyu hata hayuko peke yake. Neno ndio kweli Sean. Kwa Mungu utakuwa na Mungu. Unajua huyu sasa atafanya toe mshipi ama nimwekelee makofi. Asikukasirishe huyu.
Chenye nimejua she is not alone. Hayuko peke yake. Kuna bado ni kama ako na roho. Kuna immorality ndani yake ama roho sijui ya nini. Yaani wewe nikugeiwa unataka ama ni nini? Uvumilie tu. Hiyo. Abu? Sasa usirudie. Hiyo sasa hiyo. Sasa nirudie. Sasa kama hata kama ni hiyo, wewe tulia bana. Wekelea mkono baba, mwambie Mungu bwana hii kitu toa. Naweza omba kitu toa. Imani yako ni ndogo sana wewe. Huko sana. Sasa nashangaa. Huyu rafiki yako ni mtu akukosana. Nilikuwa kama yeye. Lakini mimi nilikubali kubadilika. Yeye ona, lakini sio yeye. Tunataka tuchukue tena kwa watapotea. Na hiyo ni mzigo yetu. Nashangaa nataka aje. Ama sasa unaweza kusaidia siasa huko basi. Nikusaidie na nini? Wewe acha mambo. Utaenda. Huko lazima tuende. Uenda utaenda. Leo ufunge mdomo. Tabia yako. Kama hata unataka kichapo utapatana. Na ufunge mdomo. Leo usijaribu ufunge mdomo. Ufunge mdomo. Tunataka kumsaidia. Tunataka kumsaidia. Tunataka kumsaidia. Mimi kitu nakusaidia ni maombi. Unataka kunisaidia? Na maombi. Nisaidie kila kitu. Si kila kitu. Maombi peke yake. Mimi si mimi hata sijui mambo yake ni gani. Ona mimi naona. Wewe ni kukusaidia tu na maombi. Mimi mambo yako mimi inanishangaza. Unataka kunisaidia basi. Mimi kitu nakusaidia ni kukuwekelea tu Biblia. Mungu tamaa ni mshika huyu mwanamke. Ya kutaka hiyo mambo ya siri. Mimi hata huyo amenishinda sasa. Ukitaka kusaidika afanye hivi. Kutii ni bora kuliko dhambi. Chenye unaambiwa na huyu unasikia. Mbona mnielewi? Mbona besti? Mbona mnielewi? Mimi hatuwezi elewana na hizo tabia zako. Ukiambiwa na usikie. Ndio baba pale kwa nini unisikia? Jana wewe ulikuwa unaniuliza kwa vita. Kama unatuliza huko vita, bwana wewe usitulize hizo tamaa. Ama mimi alisikia hata wewe. Unajua masani naenda. Na chenye tunafaa kuenda kukamilisha. Masani naenda. Na kama ni shindani anasimamisha hivi. Anasimama. Kwa hivyo wewe wacha. Sasa unafanya nini? Nyamaza hiyo. Basi tutafunga mdomo. Lakini tukirudi tutaongea. Ndio hiyo sasa. Tutaongea. Huyu rafiki yako anatoa nini? Sisi kwanza na bado tunaenda maombi. Hizo mambo za mjini Tutaongea kesho. Tutaongea basi. Lakini lazima unitimizie ahadi zangu. Unitimizie ahadi zangu. Sasa nitimize ahadi zangu. Sio, unasema tutaongea. Kuongea tutaongea. Lakini si hivyo vitu. Wewe ulitoa wapi huyu? Kura kiboko. Hata mimi nitatembea na pita huko. Sawa. Atia Sean, wewe pita twende. Kuna mapepo mbele yangu na kiboko. Huyu tutatoa na kiboko hiyo. Sean ni nini? Wewe si wewe utulie. Hiyo hapo. Mimi pia. Unyamaze vipi? Ndio ni kama pale. Usizidi kisirani. Sawa. Hiyo mambo ishia hapa. Kabisa. Nakwambia nyamaza. Hiyo mambo ishie hapa. Hodi huko. Karibuni. Mmekuja? Mbona umekuja na huyu? Kwanza umekuja na wote kwa nini? Acha kumsalimia. Umekuja kwa nini na huyu hapa kwangu? Sasa nimekuja nao. Ndio at least ona yeye amesema jana kusikia roho yake inafanya vizuri. Naona. Usimtaki kwangu. Mbona unaleta huyu kwangu?
Sasa ataenda wapi? Na tunakuwa unajua lazima tukuje hapa tuombe wote. Maana hata nakuangalia na huruma. Mimi simtaki hata niangalie aje, simtaki. Wewe simtaki. Unajua umtaki, lakini hata kama ni mambo na bwana yako naye leo mkubali tu. Tusolve maneno. Ulisema tukuje tuombe. Unajua vinyuia anaomba. Unajua kweli wewe bado hujui. Huyu na huyu anaomba, achana na huyu. Si atachana wewe, ngoja wewe usiongee, nikwambia leo ufunge. Na kuharibia nini? Sawa. Twende ndani mwa. Hey! Sasa wewe unacheka. Hapo. Siwezi toa zangu. Mimi utakaa hapa. Hapa. Na wewe unakaa wapi? Mimi nitakaa hapa. Hata tusimame hapa. Sasa unajua mimi nimekuja. Wewe nakwambia. Nimekuja hapa. Nimekwambia wacha kuongea. Tumekuja hapa kusolve hii mambo mara moja. Kwa sababu nitamweka kofi. Unacheka? Imagine mimi nitakuchapa. Ananiongelesha mimi nimenyamaza, sitaki story zake. Ndio tunaniambia hapa. Sitaki. Mwambie anyamaze. Ama atoke. Kama ujue utatoka sasa. Lakini wewe mbona uko unakuja nao? Si unakuja peke yako? Sasa unajua siwezi kuja hapa peke yangu. Hapa ni kwa mwanamke, bwana wako hayuko. Alafu sasa mtu akuja nipate mimi na wewe hapo. Unaona hata siku nyumba sitaki, ili tukae hapa hapa. Ni vizuri vile nafikiria. Unaona? Yuko kwa nyumba sita? Naweza ingia kwa nyumba, maybe watu wamepanga plan nyingine. Fike hivi niingie kwa nyumba waseme basi ndio huyu. Unaona unaona hata ni kama wewe hiyo ndio kitu unataka. Bwana unacheka. Ya ndio unaona tunasemanga pia yako na bwana unaona amepatikana na serikali kwa nyumba na hiyo ndio kitu. Heri hapa nje ni open. Wakuja wanafanya tuko nje na tuko nao. Sasa umeogopa wakuja nao. Sasa nimeogopa, nimekuja nao ndio tusolve maneno basi. Mimi kitu ya kwanza nataka kujua. Huyu bwana yako ulijuana na yeye. Mlipatana wapi kwanza? Kuja ukae hapa ama nikupee mimi nikae. Sababu wewe unasema bwana yako unasema hiyo chafu wewe ulipatana na history. So wewe alipona kwa cosmetics. Niko ndio hakuona. Na wewe ukakubali kuingia tu box siku ya kwanza. Sikuingia siku ya kwanza. Kwani alikuwa mrashi? Sikuingia box siku ya kwanza. Lakini tuliongea. Penye tuliongea nikamwambia mimi sitaki majadili. Kwanza mimi nilikataa. Nilimwambia nikikuangalia hivi hata kuongea yako. Ni mtu mwenye ako machua na mwenye ameoa kwanza. Sina mimi nilikuwa na deni lakini tulikosana. Nikamwambia ni sawa wewe enda nitajua hiyo maneno. Kesho yake nirudi tena. Akaniambia sasa utaki tuongee macho kwa macho. Nipe nini? Nipe namba. Nikamwambia nitampea namba. So wewe ulimpea Ni namba? kama kirasha sasa. Ni kama vile kurasha nafanya. Ndio hiyo, si ndio? Sasa wewe nimekwambia. Sasa nilifundisha. Sasa wewe ukampea namba, akaanza kukutangaza safi. Ndio sasa tukaanza kuchat WhatsApp. Tunachati mpaka huko saa 7 ya usiku. Sasa mtu akikuchat hiyo masaa unajua obvious huyu ana ni bibi gani atakubali mtu achati hiyo masaa. Na yeye akichat mpaka saa 7 ulikuwa wapi? Na mwanchana kwa kita na niambiaje au kesho kidogo. Kumbe anafanya kazi. Anachati na mimi.
Mimi nasema ajui mtu tu. Na sasa niulize. Namwambia ni call. Ananiambia ni call nikuone lakini usiongee. Oh, sasa wewe video call akuone. Kwani wewe ukisikia mtu akikwambia kwani wewe uko unafikiria? Sasa nilianza kumsuspect ni kama akona. Na sasa kama ulikuwa unamsuspect, bwana alikubeba mpaka ukampeleka kwenyu na yeye akakupeleka kwao. Alikupeleka kwao huko wewe. Hapo kwao lakini wewe ulimpeleka kwenyu. Sasa mimi nilikuwa na suggest kwanza tuende kwao. Akaniambia tuende tuende kwetu. Ndio sasa tukuje tuende wapi? Ndio tunaweza enda kwetu uningeuke. Wacha tuende kwenu kwanza. Sijui nitakubali. Ndio mimi ni mwanamke na nini chombo kidhaifu. Unaelewa? Chombo kidhaifu kaenda. Sasa chombo kidhaifu. Si maandiko inasema hivyo. Mwanamke ni chombo kidhaifu. Si ndio? Sasa yani wewe ulitumia neno alitumbukia. Anatumia neno kutumbukia. Usiwe ukubali mwanaume wa ndoto. Ni nini unaniambia hapa? Sasa ni different na hiyo. Ai ndoto. Wewe ndoto. Heri nyingi. Ndoto ukubali wa ndoto. Wewe nyama. Ninyi wote mko tu same. Hatuko same. Kama huyu alikubali alilala mimi sikulala. Tutajua aje huku lala. Sikulala na ungejua hata wewe sikulala kwa roho. Unataka kwenda kuangalia mtu kwenu hujui kile kitu yake kinatokana na nini kama ni kadogo. Huwezi jua kipimo yenye nilikuwa nimekuwekea. Ndio mtu anaangalia. Unataka mtu kwenu na hujui anatokana na nini. Unajua unataka inaweza kama kitu kitu ni kadogo. Wewe nimekwambia unyama. Inaweza kuwa ndogo. Inaweza kuwa ndogo lakini inajua kazi. Ndio anapeleka sema hivyo. Niseme hivyo. Unajua kwa mapenzi unajua wewe akili yako kwenye nafsi. Sikiza, kwa mapenzi lazima hizo vitu zirudiwe. Sio short. Sasa bila kweli waje na tunapima hiyo. Sikuwa naona size ama nilikuwa naona pesa. Nilikuwa naona pesa. Yaani mimi nilikuwa naachiwa njaa kuleta. Alikuwa anakuacha njaa. Sasa wewe nakuacha njaa na huku kuna kuku. Umeona amefuga ndo zile kuku. Pale amekufungia manguruwe. Sasa unaweza kula hizo vitu kila siku. Pale chini si ndio ile nini mboga ndo zile zinamea pale. Unaweza kula mboga bila mafuta. Bila unga. Hata nimsupport sana. Unaweza pika ugali bila nini? Unapata za leo. Hata kama. Na smoke. Hata kama. So nikuulize wewe ngoja kwanza. Wewe nimekwambia wewe unajua wewe unarudi. Nikuulize wewe umeoana nani? Sasa tuko na sasa tuko na yeye na miaka 3. 3 years. 3 years. 3 years. Na wewe mtoto tu mmoja ndio uko naye peke yake. Huyo tu mmoja. Miaka 3. Na wewe ulipeleka kweli. Hadi alikibilia. Au wewe ulikimbilia nini? Ndio mtoto akana miaka 3 sasa. Mtoto akona miaka 1.5. Kwa umekaa naye mwaka mmoja na nusu ukapata mtoto. Sasa miaka 3. Sikutaka kuzaa haraka. Nilikuwa namsoma kwanza. Sasa unaona hivi mambo yananifanyia. Sasa hata ningezaa mapema singekuwa kwa shida sana. So wewe nikuulize mimi nataka kusoma kitu moja hapa. Huyo mtu kama unasema hata jina yake bwana anaendelea kwa Austin. Huyo Austin anafanya biashara gani? Austin ni akotuna biashara ya duka. Akona wholesale. Wapi? Wewe shehe aliniambia ni engineer. Yaani wewe amekwambia kuna wholesale, huyo amemwambia ni engineer. Sababu huyu ndo ndio anakaa naye sana. Wewe shehe alikuwa anakuambia ameajiri duka ameajiri. Alikwambia hivyo. Sasa alikuwa anakuambia ni engineer ndo ukisikia kitu mimi na tumekuja kufanya hapa ni wali niambia nikuje tukuombea. Ndio. Uombe huyo bwanako aweze kurudi. Ndio. Ndio kitu imenileta hapa. Hizi mambo mengi za kujua kama ni kubwa ndogo za huyu. Lakini mambo yako. sasa unapeleka msichana kwa mama unataka kwa nini? Kama ni ndogo. Kwani msichana mimi nitajua msichana kaka kuna kitu kubwa wewe. Utapata nimetuleta hapa unapeleka msichana kwani na mimi nimekujua niombewe. Unaambia mambo zako. Unataka kumwombea? Unataka huyo kuombea? Kwa nini siwezi omba? Kama nilijua mimi nilikuwa najua ana
na nimejua ndugu yake, si ndio huyu? Na nimeapologize, si ndio? Wewe kwanza umekubali apology. Ndio kitu ya kwanza. Juu huyu hapo anajua. Mimi sikuwa anajua. Juu mpaka saa hii hatujui pale yako. Hatujui pale huyo mtu yuko. Na sasa kitu nakubali tu maybe aombe ndo tuone kama anaweza rudi. Ndio kitu kimetuleta hapa. Sisi si kitu. Unapenda? Sasa wewe Tuache. Miss. Huyu. Mimi mwanangu arudi huko tu na mambo zake. Sio sana miss. Wewe unamkuta mtu ni sasa, kwani lazima ufanye hivi chini amemisi wewe? Utaingia na shon gani? Wewe nilikwambia hiyo mdomo yako funga. Unajua uchungu yenye anapitia. Utaingia na shon gani? Huyu anasema shon gani? Ama ni shon mwingine? Pengine. Si mimi. Shetani anakusudia. Tumemuonea hiki. Hiyo kitu unatamani utajua. Hiyo kitu unatamani itakupata. Na mimi sasa ikikupata ujue mimi nitakuachilia hivi. Ama namna gani? Ndio hiyo. Mtumishi wa Mungu simwachilie. Ikimpata sisi tunamwachilia tu hivi. Unachanganya. Juu sasa wewe akili yako iko kwa kitu zingine. Basi wasema nataka kuruka. Siwezi kukuruka lakini nitasimama na ukweli. Na nikulia wewe heri tuachane lakini mimi nisimame na ukweli. Si tunaweza achana. Mimi utanisaidia. Nani nakusaidia? Kunisaidia ni sawa lakini unarudisha kwa mtu unasemanga ni sawa lakini mbona utaki kupitia ile njia inafaa? Nimekuweka kwangu umekaa kwangu. Sasa umeanza kutangazia watu sasa. Na sasa nataka kuniacha. Vitu za dunia, usherati, uchi, ulikuwa haitafanya mimi muache Mungu. Ulipenda vitu zako juu ya engineer. Hiyo ni hiyo. Ulipenda vitu zako juu ya engineer. Sasa nakuambia hivi. Unaona hivi unasema ati ulinisaidia. Unaona umaskini. Unakwambia uliuza vitu zako. Uliuza vitu zako, ukapeana vitu zako. Unaona mimi sitaki engineer. Shida yako ni moja, utaki kunisikiza. Uliuza vitu zako juu ya engineer. Utaki kunisikiza. Hizo vitu zote za hii dunia. Mimi nikusaidia na uso wao sitaki kufanya. Mimi hata sijui. Sisi wiki tumenileta hapa. Nimekuja hapa tuombe. Ndio. Niko zile tumenileta. Mimi niombe. Nijue nikisha kuombea huyo Charles Wayne. Ni Charles sana ni nani? Austin. Ajitokeze arudi. Nani? Mimi kitu huyo Austin simuoni kama alikuwa mtu. Huyo Austin tu kutoka nikuwe na mrija. Mbona anjeni kupigia simu? Mbona? Wewe ndio unataka nini katika kusema Austin? Huyu ndio alikuwa mrija. Huyu ajua hata mambo yake mrija. Ni venye alisikia nilikuwa nayo. Sasa ulikuwa unaweka moto. Huyo Austin, kitu mimi napiga na yeye. Si mtu straight. Austin kuna kitu anafanya. Ni kama ameshajua. Kama sasa wewe umekaa na yeye, wewe hujui mambo yake. Nimekwambia wako na Austin hujaiona. Yaani amekuweka tu hapa wewe ukae. Wewe amekwambia ni engineer. Wewe uko na hiyo ulse ameajiri mtu. Na anachekupeleka. Hatujakaa sana na yeye mimi. Yaani hatujakaa kukaa naye sana na umempeleka kweli kwani wewe ni mwanamke. Anashangaa. Mimi unatangana. Unasema ushauri umempeleka kweli? Ujakaa na wewe. Unajua hiyo vitu zake unarudisha akili nyuma unauliza mbona nikifanya? Nilijipata imagine nimempeleka. Akiniambia kitu mimi nilikuwa tu nakubali. Yaani wewe mtu hata ujui ushambeba ushapeleka kwenu. Kwani lakini pia wewe uko sawa. Pia wewe mtu unaona kwa ndoto unalala naye. Pia wewe uko sawa. Usiingilie huyu. Hiyo mambo yako si mambo mazuri. Fanye hivi. Sisi tusimame. Kwanza namba 1. Niambie huyu. Uonge, baadaye aweze kurudia. Wewe kwanza wewe jiombe. Wewe hata wewe jiombe.
Wewe Lakini sio niulize. Tumeletwa hapa na mimi gani ya kunjiombea? bana kwa kutafuta kwenye hiyo. Na mbona unamwambia njoo? Huyu Mr. Kibo. Mimi ulikuja kuniombea. Huyu achana na yeye. Yeye ajiombea. Ujiombea. Huyu Unatosha. Wewe ujiombee. kitu ya kwanza. Wewe unaamini? Wewe unaamini mambo ya Mungu? Hiyo kitu ya kwanza mimi. Na huo si mtu alikuwa tuna test same. Hai same. Haya, ndio. Lakini mimi alikuwa kaweka nywele sana. Siwe bunda anataka kaa hiyo. Hali nipenda nikiwa hivi. Na kama na kijali. Wewe unajua sasa hapa nilifika. Nabaki hiyo pepo zako unaweza kupiga na kibao. Basi si time ya kuongea mengi. Tunafaa tusikize roho anasema aje. Ndio sasa tuone. Tunasema Mungu Baba, tuko mahali leo. Huyo mtu anaitwa Austin. Yes, baba. Tunaona si mtu straightforward. Yes, Mungu. Amekuja kuharibu hapa Anataka wasichana wengi. na anataka wasichana wake wachache. Sina kusema. Tunaomba mahali hii. Yes, Mungu. Anataka wasichana wengi vile huyu anasema. Na anataka kuruhusiwa. Tunasema pale yuko siku ya leo. Hadi kama kuna msichana Tunamtoa kwa msichana. na hata kama msichana wengi. Tunamrudisha mahali hii. Hapa. Tunamrudisha mahali hii. Tunamrudisha mahali hapa nipate. Tunamrudisha hapa. Tunarudisha hapa nipate. Kwa sababu tunataka kujua Kama anataka mrudisha kama ni mimi. Kila roho yote ya confusion tunakemea. ninaikemea katika jina la Yesu. Tunaikemea. Ninaikemea katika jina la Yesu. Tunaikemea. Hiyo roho ninaikemea. Tunaikemea. Pia shetani ana nafasi. Hana nafasi. Ndevu. Ana nafasi. Hana nafasi. Kile ambacho kimetuleta hapa. Yes. Nasema lazima kikakamilike. Lazima. Katika jina la Yesu. Lazima. Lazima kikakamilike. Hii ndoa Lazima itasimama. Hii isimame. ndoa itakuwa ya Lazima. furaha. Yes, Baba. Tunavunja kesho. Hapa kuna furaha. Yes, in the mighty name of Jesus. Wewe. Hiyo ni nini? Oh, son. Hai. Mimi usiniende. Son, usiniende nitaki kuona saa hii, son. Son, sasa kuona saa hii. Hautaki kuenda wapi? Sasa kuona saa hii. Son, sasa kuona saa hii. Hautaki kuenda wapi? Kuona saa hii. Wewe, nini imefanyika? Son. Wewe, nini imefanyika? Tuombe si masaa ya maswali. Na hiyo kitu amechukua ama? Tuombe. Amechukua akaingia ndani yake. Hivyo ikaingia ndani yake. Sasa unanishika. Wewe sio ulikuwa unasema unataka kuwa naye. Ameshika ikaingia ndani yake. Wewe ndio ulikuwa unataka kuwa naye. Unambeba wewe. Si wewe ulikuwa unataka kuwa naye. Niombe. Bestia kuombea, wewe ndio ulikuwa unataka kuwa naye. Tunaombea huyu. Tunaombea huyu. Sio wewe. Si wewe ndio ulikuwa unasema unataka bwana yake. Sasa unaona? sana. Si wewe ndio ulikuwa unasema unataka bwana yake. Yes. Kitu yoyote imeshika huyu mwanamke saa hii itoke katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Kama ni Austin anajaribu kufunga mdomo wake tusijue hiyo maneno. Katika jina la Yesu. Tunakemea sasa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tunaikemea katika jina la Yesu. Tunaitisha Huyo mtu nashuku hata jina yake sio Austin. Yes. Huyo mtu ni pepo. Katika jina la Huyo Yesu. mtu ni pepo. Na imeshinda. Na tunamkemea. Tunamkemea. Wewe kemea sasa juu wewe ndio unaweza kujiwa. Sio ndio ulikuwa unasema nakemea. katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Huyu mwanamke lazima tutuambia nini? Huyu mwanamke naikemea. Tunaikemea. 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 Ndio vile nasema. Wewe kemea, wacha kusema unarudia. Nimekemea. Kemea. Kemea. Wewe unataka hiyo bwana yake sio ndio ulikuwa sema Bwanake. tunaikemea. Tunarudisha huyu mwanamke. Tunarudisha. Huyu mwanamke lazima arudi. Lazima arudi. Lazima arudi katika jina la Yesu. Lazima arudi. Kitu inafanyikia hapa tunaikemea. Tunatupa upako. Tunaweka upako. Tunaweka upako. Tunaweka upako. Amuke. Unasema aje Amuka. Tunaweka upako. Wewe wacha mchezo. tunaweka upako. Jina la Yesu.
Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hata huyu mambo ya kusema anataka bwana ya watu tunaikemea. Good. Tunaikemea. Hiyo maroho ya tamaa ya vitu za watu wakubwa wakubwa tunatoa. Hakuna mambo unataka Sean. Wewe kemea bana. Tunaikemea katika jina la Yesu. Huyu mwanamke lazima amuke. Tunaweka power. Tunaweka